ya mkuu wa mkoa wa Shinyanga, kwa mkoa wetu tumeweza kuadhimisha siku ya kimataifa ya familia duniani ambayo huadhimishwa kila tarehe 15 ya mwezi wa 5. Na kwa mwaka huu tunaona kwamba tumeadhimisha kwa kufanya kongamano ambalo limekuwa na mdahalo wa kujadili kuhusiana na masuala ya familia. Kwa hiyo ukiangalia mdahalo wetu umeshirikisha makundi mbalimbali kama tunavyoyaona. Tumekuwa na wawakilishi wa mabaraza ya wazee, mabaraza ya watoto, viongozi wetu wa dini, makundi ya wanawake, vijana, lakini pia tumekuwa na wawakilishi wa vyuo ambao tunavyo Shinyanga, lakini pia na wadau ambao tunafanya nao kazi kwenye eneo la masuala ya malezi na makuzi, pamoja na daycare centers, makao za watoto, na wale wote ambao wanahusika, pamoja na waandishi wa habari, klabu ya waandishi wa habari, pamoja na wale wote wanaohusika kwa namna moja au nyingine na masuala ya malezi na makuzi ya mtoto. Kwa hiyo tumekutana hapa tukijadili hasa kauli mbiu ambayo tunaona kwamba inasisitiza sana katika kuzingatia malezi bora kwa mtoto, ambayo kwa ajili ya kuimarisha mtoto mwenyewe lakini na taifa kwa ujumla, ili mwisho wa siku tuwe na taifa lenye tija na taifa kwa mtoto ambaye ana utimilifu. Kwa hiyo tumejadili kwa upana mambo mbalimbali ambayo mwisho wa siku tumetoka na maazimio kwa ajili ya utekelezaji. Katika mdahalo wetu huu tumetoka na maazimio mbalimbali, lakini kubwa ambalo tumeona ni la msingi, lazima tuwe na uendelevu wa hii midahalo. Kwa maana tumeona inasaidia, tunaomba watu walioshiriki hapa wote wametoka na elimu mbalimbali. Kwa hiyo tumeona moja ya azimio ni kuwa na uendelevu wa midahalo kama hii ya masuala ya malezi, lakini azimio lingine ambalo tumetoka nalo ni pamoja na kutoa elimu, kuendelea kutoa elimu kwa jamii pamoja na wazazi na walezi kuhusiana na masuala ya malezi na makuzi, lakini pia pamoja na maadili. Lakini kingine ambacho tumetoka nacho azimio ni kuweza kuvifikia vyuo vyetu, pamoja kuendelea kuvifikia vyuo vyetu ambao tunaona kwamba wale wengi ni vijana ambao tunaona mwisho wa siku na wenyewe watakwenda kuwa na familia. Kwa hiyo lazima tuwekeze kwao ili waweze kufahamu zaidi masuala ya malezi na makuzi, hata tunapokwenda kuanzisha familia waweze kuwa na familia bora. Katika mdahalo huu changamoto kubwa ambazo zimeainishwa ambazo zinapelekea kutokuwepo na maadili mazuri katika jamii, cha kwanza ni wazazi kutokuwa na ukaribu na watoto. Kwa wazazi tumekuwa bize, walezi tumekuwa bize na mambo yetu, shughuli zetu, tunasahau watoto wanajilea wenyewe. Kwa hiyo ni moja ya changamoto ambayo imeainishwa. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba wazazi lazima wawe na jukumu na ni wajibu wako. Tukiangalia sheria ya mtoto inaelekeza kwamba mzazi mlezi ni wajibu wako katika kumlea mtoto, na tunapoongelea malezi ni mapana. Kwa hiyo wazazi lazima wakumbuke wajibu wao katika kumlea mtoto na wapunguze, pamoja na kwamba wanakuwa bize na mambo mengine, lakini jukumu la msingi la malezi ya mtoto ni mzazi mwenyewe. Lakini kingine ni swala la matumizi mazuri ya mitandao hii ya kijamii, kwa mfano matumizi ya simu. Sawa, tukiangalia vijana wetu, watoto wetu kwa sasa hivi hatuepukiki kuwapa matumizi ya hizi teknolojia. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima tuwaelekeze, tuwafuatilie ili mwisho wa siku waweze kuwa na matumizi sahihi ya hizi teknolojia, kama ni mitandao, simu, kompyuta, waangalie mambo ambayo yatawapa maendeleo yao ya kiakili pamoja na kiuchumi wao wenyewe, na uweze kutimiza malengo yao, badala ya kuacha tu wanaangalia mambo ambayo sio mazuri, ambayo hayana tija kwao. Kwa hiyo pia tumeangalia lazima tuwekeze kwenye swala la habari pamoja na mitandao, tuitumie vizuri kwa faida za watoto na vijana wetu. Majina yangu naitwa Bestina Gunje, ni afisa maendeleo ya jamii, ofisi ya mkuu wa mkoa. Tulikuwa na kongamano kubwa sana katika maadhimisho yetu ya siku ya familia duniani. Jambo kubwa zaidi ninalopenda kusisitiza ni mmomonyoko wa maadili. Mmomonyoko huu wa maadili unaanzia ngazi ya familia. Kwa nini tunasema familia? Familia haipati nafasi kukaa na watoto, kuzungumza nao na kujua mahitaji ya watoto wao. Wazazi wengi wanafikiri kwamba
kumpa mtoto huduma stahiki anazozipata ni malezi bora. Hapana wazazi, tufikie wakati tupate muda wa kukaa chini, kuongea na watoto, kuwaelewesha dhana nzima ya malezi bora. Kizazi tunachotengeneza leo ndicho kizazi chetu cha kesho. Lakini jambo la pili nataka kuwasihi wazazi ni kuhusu swala zima la ukatili wa watoto kupitia mitandao ya kijamii. Hii inakuja moja kwa moja tukishirikisha wazazi. Kwa nini tunasema ukatili wa watoto mtandaoni unasababishwa na wazazi? Wazazi wanatumia muda mwingi kufanya mambo yao na wanafikiri kwamba kupitia simu ya mkononi inaweza ikamtuliza mtoto. Chukulia mfano, mtoto akilia anaambiwa chukua simu. Akiwa mdogo anavyokuwa anazoea umiliki wa simu. Sasa tunampa simu tuendelee na majukumu yetu. Hatujui pale kwenye simu anaangalia nini. Kwa sasa hivi wazazi wengi tuko busy kutokana na ugumu wa maisha, tunafanya shughuli za utafutaji. Tusiwazoeze simu. Simu ni nzuri kwa watoto lakini tunaangalia ana umri gani. Lakini hata kama mtoto ana umri wa kujitegemea, tumfundishe nini anapaswa kuangalia kupitia simu ya mkononi. Teknolojia ni nzuri katika malezi ya watoto lakini pia ni mbaya zaidi kama hatutaitumia ipasavyo. Ndugu wazazi wenzangu, tutumie muda mwingi kwa ajili ya malezi ya watoto, kwa ajili ya kizazi chetu cha baadaye. Tukumbuke kuwa sisi ni wazee wa kesho. Tusipowalea watoto wetu leo, kesho tutalelewa na nani? Hawatakuwa na muda na sisi kwa sababu malezi tuliyowapa sio ya kutulea sisi kesho. Wataenda kinyume na maadili, wengine wataishia pabaya na nidhamu yao haitakuwa ya kupendeza katika taifa la Tanzania. Ombi langu kwenu, tupate muda mzuri, tutumie malezi bora katika familia zetu. Kwa majina naitwa Karen Masasi, ni kinara wa malezi na makuzi ya watoto kwa mkoa wa Shinyanga. Ninapenda kueleza kwamba kutokana na hili kongamano la siku ya familia duniani, kuna vitu ambavyo vimeibuliwa na waalikwa walioshiriki hili kongamano. Kwa kweli vimevutia na imeonekana ni jinsi gani jamii inauelewa, imeeleza changamoto na vyanzo mbalimbali ambavyo viashiria vinaweza kupoteza mtoto katika kupata malezi yaliyo bora na malezi yaliyo sahihi. Ukiangalia kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na shirika la watoto duniani UNICEF linasema kwamba 43% ya watoto wanaweza kuwa wameathirika katika makuzi yao kutokana na kukosa nguzo tano muhimu katika familia. Kwa hiyo tukiwa na malezi bora, tukiwa na viashiria ambavyo vilivyotamkwa hapa, tukavifutilia vyote mbali, wanaweza kufikia katika hali ya utimilifu yao kwa 100% na tukapata taifa ambalo lenye watoto walio na malezi bora na bila kuwepo na changamoto yoyote. Ushauri kwa wazazi, nawaomba wawe wazazi wazuri wa kufuatilia mitandao ya kijamii, kufuatilia simu za mikononi, kufuatilia TV, vile vipindi ambavyo wanaangalia watoto, ili kuweza kuepukana na vitendo ambavyo vinaweza kuwashawishi wao kufanya vitendo vibaya katika malezi yao, wazazi au watoto kuviiga kutokana na mitandao ya kijamii. Kama ambavyo wote tunafahamu, na katika ubize huo tunajikuta tumesahau eneo la kulea watoto wetu. Tunawaacha na watu nyumbani ambao wanaweza kuwa ni wadada wa kazi ama wakaka wa kazi. Lakini tunasahau kwamba kile ambacho mtoto wakati ambao anakuwa anaishi na dada wa kazi, kile atakachokipata, kile atakachofundishwa kwa wakati huo ndicho hicho ambacho atakuwa nacho. Ndicho hicho ambacho atakuwa amewekezwa mpaka atakapokuwa mzee, na ndivyo atakavyoishi. Lakini badala yake sasa, serikali kufuatia uwepo wa vitendo vya ukatili na nini, ilifika mahali kama kutambua eneo hili la daycare centers kama elimu ya malezi ya watoto wadogo, vituo hivi kuwa ni sehemu ambayo ni maalum kabisa kwa kutoa malezi wakati wewe mzazi unapokuwa uko busy. Kwa hiyo unapokuwa umeenda katika majukumu au unapokuwa hauna nafasi ya kulea mtoto wako mdogo, sio kasehemu kachekechea, ni sehemu ambayo inahusika na inawajibika kwa malezi ya mtoto wako wakati wewe haupo. Badala ya kumwacha nyumbani na dada wa kazi, vituo hivi vinawajibika kwa kulea watoto hao.
kumpatia huduma stahiki kabisa kama inavyoonekana kama ilivyo katika mpango wetu wa program jumuisha ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Kwa maana mtoto atapewa elimu bora, mtoto atapewa lishe toshelevu, lakini pia mtoto atapatiwa uchangamshi wa awali, mtoto atapewa huduma za lishe. Hivi vyote vina umuhimu na vinafanya kazi kabisa ya kumjenga mtoto wako tangia ule wakati anapokuwa kuanzia tumboni mpaka atakapofikisha ule umri wa miaka 8. Ila kwa sisi daycare centers tunakuwa na watoto kuanzia miaka 2 mpaka miaka 5. Mtoto huu wakati ni wakati ambao ni muhimu kabisa kwa kuwekeza kwa mtoto wako, kwa sababu ndio wakati ambao tunaamini kabisa ama sayansi imethibitisha kwamba mtoto anajengwa kiakili, kimwili, kiroho pamoja na kijamii. Kwa hiyo katika vitu atafundishwa mambo ya ukuaji kwa akili yake kwa faida kwa ajili ya kumwandaa na elimu yake ya msingi. Ndio hapa tunaposema tunamwandaa kwa ajili ya elimu ya nini? Ya awali. Lakini pia mtoto huyu katika vituo hivi atapata nafasi ya kupewa lishe bora kwa ajili ya ukuaji wa ubongo wake pamoja na afya na ukuaji wa kimwili kwa ujumla. Atapata kuchangamana na wenzake, atajifunza tamaduni, lakini pia atafundishwa nidhamu ya kuishi pamoja na jamii, lakini pia atakaporudi kwenye familia ni namna gani aweze kuishi akiwa mtu mwenye nidhamu. Na huyu mtoto ataendelea kujengwa kwa lengo la kumsaidia atakapokuwa mtu mzima kufikia ule utimilifu ama utimamu ambao tunautegemea, tupate kizazi ambacho ni bora. Tuongee mchango wa waandishi wa habari katika malezi na makuzi bora ya watoto. Wanahabari wana jukumu muhimu sana katika kuhamasisha malezi bora ya watoto kupitia mitandao ya kijamii na teknolojia ya habari. Kwa kuwa wanahabari ni chanzo kikuu cha taarifa na elimu kwa umma, wanaweza kuchangia kwa njia mbalimbali katika kuboresha malezi ya watoto, hasa katika ulimwengu wa sasa ambapo teknolojia ina nafasi kubwa. Huu hapa ni mfano natoa kutoa elimu na taarifa sahihi. Mwanahabari anapaswa kutoa elimu na taarifa sahihi kwenye jamii ambazo haziwezi kupotosha. Unakuta wakati fulani wanahabari wanahusika kutoa taarifa ambazo pia zinakuwa si salama sana kwa watoto. Kwa hiyo zinakwenda kuwapotosha watoto na kuwafanya watoto wapate wakati fulani shida ya akili. Tunapozungumzia familia ni pamoja na watoto, kwa sababu tunapozungumzia malezi ni mzazi anamlea mtoto, na sisi tumekuja kwa ajili ya kuwasemea watoto wenyewe. Sasa katika mdahalo wetu huu tuna kauli mbiu ambayo inatuongoza ambayo inasema mtoto ni malezi, msingi wa familia bora ni taifa imara. Kwa sababu tunapozungumzia mtoto yupo katika level ya familia, lakini baada ya hapo atakuja ungane na watoto wengine. Kwa hiyo tunakuwa na kundi la watoto ambao nakuja linaunda Tanzania. Kwa hiyo huyo mtoto ambaye ni mmoja yupo ngazi ya familia, akilelewa vizuri katika malezi ambayo yanastahili, akiungana na watoto wenzake ambao wamelelewa pia katika malezi ambayo yanastahili, tutakuwa na Tanzania imara ambayo tunahitaji. Kwa hiyo katika malezi nisisitize zaidi swala la ushiriki pia wa watoto katika masuala mbalimbali, kwa sababu unapomlea mtoto ni vyema pia kumshirikisha kwamba mwanangu kuna jambo hili na hili linatakiwa liende kwa namna hii. Na ushiriki wa mtoto unaanzia ngazi ya chini kabisa ya familia. Kwa mfano mimi ni kiongozi wa Baraza la Watoto Taifa, ninashiriki katika vikao mbalimbali vya maamuzi ya watoto kwa level ya taifa. Hivyo basi ni vyema pia namna ambavyo tunashiriki kwa upande wa taifa pia iwe hivyo kwa level ya familia, kwa sababu mtoto unapomshirikisha utajua vitu vingi, na ni mada muhimu ambayo pia nitumie jukwaa hili kuzungumza kwamba kwa mwaka jana tulikuwa na mchakato wa kukusanya maoni ya dira ya maendeleo ya taifa ya 2050. Miongoni mwa makundi yaliyoshiriki ni pamoja na kundi la watoto. Na katika mambo ambayo tuliyajadili au maoni tuliyoyatoa kama watoto wa Tanzania, miongoni mwa masuala hayo ilikuwa ni swala pia la malezi, kwa sababu kwa sasa hivi kuna maendeleo makubwa sana ya sayansi na teknolojia ambayo kwa mwenendo wa dunia hatuwezi kuyakwepa. Kwa hiyo ni kuangalia sasa ni kwa namna gani sayansi na teknolojia tunaitumia vyema pia katika malezi na makuzi ya mtoto. Kwa hiyo katika mchakato wa dira ya maendeleo ya taifa tulipendekeza kwamba katika eneo la malezi, cha kwanza sayansi na teknolojia
itumike vyema katika kumlea mtoto, kwa sababu vyombo vya mawasiliano mtoto tunapoelekea au dunia ilipofika sasa hivi hawezi kuvikwepa. Akienda shuleni atakutana nayo sasa teknolojia, akienda kanisani atakutana nayo, akiwa nyumbani. Kwa hiyo ni vyema sasa hiyo sasa teknolojia tuitumie pia katika malezi ambayo ni sahihi kwa mtoto. Lakini pia tunashukuru serikali, kuna programu jumuishi ya malezi na makuzi ya awali ya mtoto, na programu hii bali tuna kwamba ipo taifa, ipo pia katika mikoa pamoja na wilaya, na nashukuru pia kuona ushiriki wa watoto. Lakini anisisitiza hilo ni swala la malezi, tuangalie maeneo ambayo mtoto mara nyingi anakuwepo. Mfano, akiwa nyumbani anatakiwa apewe malezi ambayo yanastahili, lakini pia sehemu nyingine ambayo mtoto anakuwa yupo ni shuleni. Kwa hiyo tuhakikisha kwamba pia shuleni anapata malezi ambayo yaliyo sahihi. Lakini kuna taasisi mbalimbali ambazo zinahusika kutulea sisi watoto, ikiwemo taasisi za dini. Kwa hiyo nimefurahi pia kuona ushiriki wa viongozi wa dini na makundi karibia yote ambayo yanahakikisha kwamba mtoto analelewa katika misingi ambayo inafaa. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.